sababu imekuwa ni mshangao sana, nimeona watu wamecheza sana, ambacho ni kitu katika kanisa letu tunaweza kwamba ni kitu ambacho si kawaida. Lakini katika siku ya leo nimeona kwamba watu wamecheza, wamefurahia Mungu, na kama walijua kama nitakuja kuhubiri kwa sababu ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwamba Mungu alikuwa anakusudia siku ya leo. Bila kupata muda nitaomba Hosea, karibu kuomba kwa ajili ya mahubiri ya leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana tena. Kwanza nitangulize shukrani kwa kamati ya kanisa kunipatia fursa ya siku leo kwa mahali hapa. Imekuwa muda sana kwa sababu nikifikiria vizuri kama ni miaka miwili kusimama tena kwenye madhabahu haya kwa ajili ya kutoa neno la Mungu. Hivyo niseme asante sana kwa uongozi wa kanisa kuona kwamba ni leo ni siku muhimu kwangu ni kwamba kutoa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila acha nitoe shukrani pia za dhati kwa mke wangu kwa sababu ninavyopendeza na Mungu akubariki sana mke wangu. Kwa hiyo bila kuponda muda tutakwenda kusoma neno letu la leo. Tunakwenda kuona ni siri ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya kumsifu Mungu. Na katika siri ya kumsifu Mungu neno letu tumekwenda kulipata kwenye Zaburi 33 kuanzia mstari wa kwanza hadi unafikia pale 3. Niombe msomaji usome hiyo Zaburi 33 mstari wa kwanza hadi 3. Tunasoma Zaburi 33 kwanza ule mstari wa kwanza ule mstari wa kwanza mpaka 3. Ndio inasema, mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10 mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukienda kusoma ile sura ya 2 inasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kinubi.
kwa kinubi. Kinubi kwa wale ambao ni Waswahili zaidi wanaweza kutuambia vinubi. Vinubi ni hivi ambavyo tunapigwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa maandiko matakatifu yanatuambia kwamba mpigieni Bwana vigelegele. Mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Kumsifu kuna wapasa wanyofu wa nini? Wa moyo. Kwanza nitatamani tujue nini maana ya neno sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitatamani tujue nini maana ya neno sifa. Kwa sababu yawezekana unaweza kuchukulia neno sifa ni jambo ndogo. Lakini katika ulimwengu wa roho hakuna jambo kubwa kama kusifu. Kwa sababu mbinguni tunafanya nini? Tunasifu na kufanya nini? Na kuabudu. Kwa ni muhimu sana kujua ni nini maana ya sifa. Hata ni muhimu sana kujua ni nini siri iliyopo katika kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kuangalia vizuri, sifa inaweza ikawa ina maana nyingi. Lakini kwangu nimeona kwamba sifa aidha neno sifa ni kuutangazia ulimwengu wa roho matendo makuu ya Mungu anayotenda kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno sifa ni kuutangazia ulimwengu wa roho matendo makuu anayoyatenda kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia ni kuonyesha ukiri wetu kwa njia ya shukurani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sifa katika somo la leo tunakwenda kupata kwamba sifa ina ainisho mbili. Kwamba ya kwanza ni kuonyesha ni kutangazia ulimwengu wa roho matendo makuu ya Mungu anayoyatenda katika maisha yetu, hasa anayoyatenda kwetu. Pili ni kuonyesha ukiri wetu kwa njia ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kujiulizia kwa nini hivyo? Najua kwamba kila siku wakati tunasema kwamba ambaye ametendewa makuu na Mungu acha asimame msifu Mungu, aweza mshuhudie Mungu. Sio kwa sababu tu kwamba unakuja kushuhudia kwamba si kwamba unasema, unatangaza makuu katika ulimwengu wa roho kwamba Mungu amenitendea hiki. Katika ulimwengu mzima kwamba Mungu amenitendea hiki. Na hiyo imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana sasa hivi. Unaweza kaomba, Mungu mimi nataka unipe gari. Mungu nataka unipe mchumba. Mungu nataka unipe hivi. Lakini siku Mungu atakufanyia yale makuu, unabaki inakuwa ni siri yako. Mungu nataka unipe mtoto. Mungu nataka unipe hivi. Lakini siku Mungu anafanya muujiza, inabaki ni siri yako kwamba ulimwengu usitambue kwamba Mungu amekufanyia kama hivi. Na hiyo ambayo ni kitu ambacho si sahihi. Pale Mungu anapofanya muujiza, pale Mungu anapofanya jambo kwa ajili ya maisha yako, pale Mungu anapojibu maombi yako, hasa mahitaji yako, ni muhimu sana uje mbele za Mungu na kusema kwamba Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini sasa ushangae, utakuwa mgumu sana kuja kusema sifa za Mungu mbele za watu, lakini utakuwa mwepesi sana kumwambia Mungu, ine nikiomba shiki Mungu Bwana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ine anaraji chiomba ni wewe ine nataka nishipate aje. Shikyo pata aje. Kama kwa Mungu wa unjino si wa kiungu. Lakini siku Mungu akikupa kazi, taoshi bado sukuru shikana kwamba ni watu shukuru lomba kana lomba na mbambe aje na mbaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo si sahihi. Tunatakiwa tumsifu Mungu, tunatakiwa tuyaongee matendo ya Mungu ili kwamba hata ulimwengu wa kiroho utambue kwamba Mungu amefanya muujiza kwa ajili ya maisha yetu. Ili kwamba ulimwengu wa kiroho hata dunia nzima itambue kwamba kuna jambo Mungu ambalo amefanya kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si kusifu tu kwa sababu ya maneno. Mtu mwingine unaweza kuexpress, unaweza ukatoa sifa zako kwa njia ya kucheza, kwa njia ya kumwimbia Mungu, kwa njia unatoa hata unaimba wimbo. Ile inamfanya Mungu afanye nini? Atukuke, kwa sababu hakuna mtu anayetaka kutukuka kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika somo letu tutakwenda kuangalia mambo matatu. Kwa wale ambao wanaoandika, jambo la kwanza, kusifu kunafanya Mungu atukuke sana. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tutakwenda kulitafakari katika mchana wa leo. Kusifu kunamfanya Mungu atukuke sana. Na utakwenda kusoma Zaburi
ile 47 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi ngapi? 47 1 hadi 2. Zaburi ya 47 1 hadi 2 nasema, enyi watu wote pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Niombe usome taratibu. Biblia inasema kwamba enyi watu wote pigeni nini? Makofi. Atoto Mungu, enyi watu pigeni nini? Makofi. Tocha ndio ngeni. Niombe tena urudie hapo kidogo ili kwamba watu waelewe. Enyi watu wote pigeni makofi. Mpigieni Mungu vigelegele, pigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua kuna mambo ambayo tunaweza tukayachukulia poa, lakini kuna mambo ambayo Mungu amesisitiza sana. Biblia ikisema kwamba enyi watu wote pigeni nini? Alafu obashe tichwa na kanisa ongonga ojo manyibo tosifo njirabe. Ongonga toshikembe konga ono ocho masebeni wiki weka moto ocho inabile ocho chemba sauti ya anga. Hivi tuulize kwanza. Muulize Mungu kwanza kusudi. Hivi ni Mungu kusudi gani kuniita? Siku moja nenda kwenye maombi muulize Mungu, kwa nini Mungu uliniita? Kwa sababu kama Mungu alikuita, washimona kama mtu asa jilio tibulo mbaka njoo wa njoo la labana kibino. Hadi kwamba nibo ole nto, aisa ukiwa ni mtu ambaye umeitwa na Mungu, maana kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka ufanye katika huduma zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusizarau huduma. Huduma zipo nyingi sana. Hata kupanga viti si huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Yenda mambo mapendo baada hii bado wanaingia chakula tena huduma. Lakini ochwano kila siku ochwa ingero wapate mmoja wange ni kama ile suti. Yo anaye toshimaniwe kama ile rais wa S7, toshimaniwe kama ile waziri wa S7, longi yoshi olane. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu aturumie sana. Acha niwape mfano. Mimi kila siku huwa namwambia Mungu kwamba popote ninapokwenda watu waone umuhimu wangu. Si kuona umuhimu wangu kwa sababu ya ni kwa temanga ishi katika utendakazi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna mambo mengine ambayo mtu unayafanya si kwa sababu unataka ujionyeshe kwa watu. Lakini unataka ujifanyie nini? Uchukue mambo ambayo siku ukipata shida na mkumbusha Mungu. Mungu tazama nafanya hiki kanisani. Mungu tazama mimi nijolela na towe moto omboka biumalo makala ya mimi amu. Lola mwana ombe. Ele kyanga mwana ombe lishina shida. Kumbu aya mimi amu. Mtendalo nataka mimi Ezekia. Ezekia baada ya kupewa taarifa kwamba Mungu Ezekia ndio shatae. Kosoa. Alo etabiri. Alo lela Mungu. Ala tunda amone ombe osombenda. Lola ni eta amone ombe osombenda lola ine bi. Na Mungu akafanya nini? Akakumbuka. Tuwa tunasoma maandiko vizuri. Mungu akakumbuka. Maana kwamba kuna kazi zile tunazozifanya kazi za Mungu. Si kwa sababu tunafanya kwa sababu tuonekane kwamba sisi ndio wajuzi zaidi. Si kwa sababu tunafanya kwa sababu tuonekane sisi ndio tunataka kujiweka na ile kwa ajili ya shogo. Hapana. Tunafanya kwa sababu siku matatizo yakitokea, hata siku nikiwa nahitaji fulani, nitatanguliza zile kazi ambazo tunazozifanya mbele za Mungu. Mungu, walani nikuleta nalo sasa mwana ombe ni mtaka nitumie. Wewe nini amwini mtumia mwana ombe. Kumbu hayo nano kumbu ile ndiani mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kwamba kusifu Mungu si jambo rahisi. Hasa unapoitwa kwa ajili ya kuja, unapoitwa shambani mwa Bwana. Shambani unaloki malo baba wiyan. Ndio tumotumia aje. Mashungwa wote wanaotoa wale boss. Mambo yanaenda laba soda. Yeye kwa fungiwa mtu ya boss pale ala naso pale uloshi mtu na bigo fi. Lakini hii sio shamba ya nini? Ya jeshi. Hii ni shamba ya Bwana. Kwamba kila mtu na mchungaji na sisi tunatakiwa tufanye nini? Kazi ya Bwana. Sasa inanishangaza sana kwamba kuna
watu wengine wanashindwa kuwa na ile kiu ya kusema kwamba na mimi natakiwa kwanza hata leo msuko na chela ukanisa watu mbona fulani nitaona. Wale mambo watu wanachela ukanisa hata na ingachiliwe. Lakini hata mchungaji kama kama ni ule muumini wa fulani wachelewe. Shishi ita hapa. Nina chelewa wame ole mtu shikosima ya kwamba anachelewa. Mwalimu wali fesa anachelewa wame ole shikosima ya kwamba ni mwalimu wali fesa anachelewa. Simo manyalo mbakawa. Lomba kalo ya kemi ambo ya mtu. Mwana kwamba ni ole amu etu ya o se ya to tumi ya to ma mo kumu ai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe jitahidi kwamba kuwe na kitu ambacho ukichelewa watu wanasema fulani fulani ikataleni kanisa nusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukumbuke kwamba si kwa sababu tunataka tujionyeshe kwa watu, bali tunataka tufanye nini? Tujionyeshe kwa Mungu. Kwamba Mungu ni mtimi au katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ambacho nataka nikusii Mkristo mwenzangu, tupo shambani mwa Mungu. Huduma ni nyingi sana. Gharama ni nyingi sana. Nenda kanongoneza na Mungu, mwambie Mungu nataka na mimi nijue kwa nini umeniita shambani mwako. Muulizie Mungu. Na Mungu kuna siku unajua kuna baraka zingine ambazo mtu anajitafutia. Hakuna siku kwamba utakuja kila siku unatoka na baraka zako nyumbani kwa sababu anasema ibada njema inaanzia nyumbani. Yawezekana umekuja nyumbani huko watu wana lakini wacho nishile ndani. Usiende bila. Lakini ndio sio anjili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshafika shambani wa watu. Sasa nishia na sino sivile shima ni unaona nataka hizi. Wanja lobiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanje kimya acha kama leo. Na longe biblia tu kwamba uso unoa ni wa uso. Na mwana mwalimu ni fasi yangu ina haja. Ati nongeshi ina nongela take nita manini ni ime. Lombaka bila bitole ndalo. Nimeshi mwana kwamba ina bako pika so kabisa na bashile natu obongota ko oncha ngosa nze ombengeli. Nibiangeli iba mu huduma. Lakini shida tu kwamba fulani mtumi alivyo wanje wivu wa Sio taka fulani. Nitaki wiki kila Nitaki fulani wiki kila Bwana Yesu aturumie sana. Asa huduma kwa yao. Na huduma wachungaji wao. Yesu kila ile wewe tu bilino. Ongeta na karibisha bakeni. Bino anitaki hilo cha manga sana. Sasa obo yabo karibisha bakeni. Atale no sitazika kama nivo ombe la sadaka tuchoweza. Sinaweza. Tunaweza. Ibe ajua roho tu ni imani yose. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ino bashito ngebe mulange eno kwaya. Onge mwalimu. Sina ite malolo lwewe. Pe ongea na mwana ombe kwamba ni mwana ombe. Na ongea nataka ombe ila ishibari kwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katutu ni romba. Ona ni watu kwamba tusifanye jambo lolote kwa kubishana. Tusifanye jambo lolote kwa kufanya nini? Kwa kubishana. Bali kwa unyenyekevu kila mtu amwone na mwenzake kuwa nini? Kuwa bora kuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na katika huduma tunapoelewa hivyo, katika huduma za Mungu tukielewa hivyo, itakufanya kwamba umuombe Mungu kwa sababu tunavyovifanya si kwa sababu ya uwezo wetu, ni kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Na kama unaona kwamba kuna mapungufu unayoona katika huduma yako, kama unaona kwamba kuna mapungufu katika kutoka kwako na Mungu, basi muite Mungu, mwambie Mungu, mimi naomba uniongezee. Nataka unifikishe katika level hizi. Mimi waga nashukuru sana na waga napenda sana nikimwona mtumishi mlana anasimama anahubiri. Nimefika hapa Marekani, nilikuta kabisa ni mtu ukimwona tu unasema maronja wao mpikwa. Ukimwona unasema ipa against watu wa Marekani wa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu kuna nguvu ambayo Mungu ameweka kwenye mtumishi. Kwa sababu nakumbuka kipindi tumefika hapa, alikuwa ni mtu hata ukimwambia kwamba simama mbele uje uimbe kwa, alikuwa anasema shina jemba kwa jioni ni jemba kwa jioni hivi hadi sinaweza hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika muda mchache, na ndio maana nimekwambia kwamba kuna mambo mengine ambayo yanatafutwa kwa nguvu. Katika ulimwengu wa roho, hasa katika huduma za Mungu, kuna mambo mengine ambayo mtu anajitafutia kwa nguvu. Biblia inasema kwamba ufalme wa mbinguni unatekwa na nani? Kuna mambo mengine hasa hadi afike hapa, mimi waga nashuhudia kwamba ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa
sababu ukimuona kija hapa na nini hapa mbele ya madhabahu kucheza, ile haya haipo tena. Akihubiri unafikiria kwamba ashakuwa nani katika huduma miaka 10 na zaidi. Lakini ukiangalia wokovu wake toka afanye nini ampokee Yesu haijafika hata miaka 8. Hata 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana kwamba unapoona mwenzako, hasa unapoona kuna mtu amepiga hatua katika ulimwengu wa roho, katika huduma za Mungu, na wewe nenda kwa Mungu. Fanya hivi, nenda ukajaribu mwambie Mungu ndio nataka niwe mtu hii hali ya ulimanga sana. Hata leo nipe ndio pika. Mimi waka sikujisikiaga sawa kipindi nilipomwona Ana tena kaito cho kikipe. Ana yule mtoto alikuwa ananifunza mambo mengi sana. Unachukua mambo mengine ambayo tunachukulia ni mambo madogo, lakini katika ulimwengu wa roho ni mambo makubwa. Okay, wange bana usambele fujo haya kwa leo kwa ni buya sida au mwana. Lakini Ana mbimbishaji karibu kwa Mungu wa kumtolea Mungu. Ashini yake na akipe ndo mambo. Ashini mwelekea ngoma yetu na kaaje. Ile inakufunza nini? Sasa kama mtoto Ana wa miaka kama 3 4 anajua kwamba na mimi natakiwa nimsifu Mungu. Boshimo zee ushina wa kiolo, ushina hata kiololo, mtoto wangu kanisa kila msuku leo bai anasa starehe. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu aturumie sana. Kama mbaki kwamba mama yako sambana kwake. Ukitaka kukaa hivyo, niamini kwamba utakaa hivyo siku zote za maisha yako. Ukitaka kwamba mimi sitabadilika, na ni kweli hautabadilika. Unaelewa? Kwa sababu hata Mungu kufanya muujiza kwanza anaangalia nia ya ndani ya mtu. Sasa wewe ukiwa kama umejengea kwamba inashinda washa tikemba, tunaweza tio piki pendo haya. Niamini kwamba utabaki kama ulivyo. Utabaki kama ulivyo siku zote, utakuwa ni mtu wakuja kanisani lakini hauonaji baraka za Mungu. Toka kwa nalo msuku kanisa ushile baraka, wote omboka. Kanisa ishile vile, kabila binano. Lakini kumbe wale wetu sasa yekema anga sana. Bana baba alituomba na kwa maneno. Na pia ronde sifa zinakufanya muda mwingine ujisikia hata amani ya moyo. Ukisikia baraka za Mungu zikishuka ndani yako, ukimsifu Mungu katika roho na kweli, hata muda mwingine unasahau kwamba ni kumbe nalekelewa na mabibi, nina deni ya 1000 euro. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaweza tukasema sana, lakini kikubwa ni kusema nini? Muulize Mungu. Kwa nini Mungu uliniita? Kwa nini Mungu uliniita? Na kama uliniita, kusudi lako ni nini ili kwamba mimi niwe mtumishi wako? Kusudi lako ni nini katika huduma yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo itatusaidia sana. Bila kuponda muda, tuangalie jambo letu la pili. Jambo letu la pili, kusifu kunaonyesha ni jinsi gani tunavyoridhishwa na matendo ya Mungu na matendo yake makuu kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili linasema kwamba kusifu kunaonyesha ni jinsi gani tunavyoridhishwa na matendo yake makuu kwetu. Tutakwenda kusoma Luka mstari wa 17, sura ya 17 mstari wa 11 hadi 19. Tutasoma kidogo kwa kirefu. Luka ngapi? Luka 17 kuanzia ule mstari wa 11 hadi 19. Luka 17 mstari wa 11 hadi 19. Luka 17 mstari wa 11 mpaka 19 inasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali. Wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona, aliwaambia
nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wala 9 wako wapi? Wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? 19 akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii historia ni historia ya wale wakoma 10. Kulikuwa na wakoma 10. Lakini ikatokea siku wakawa wamekutana na Yesu. Wakamlilia Yesu kwamba turehemu. Wakamwomba Mungu afanye nini? Atende muujiza kwa ajili ya ugonjwa wao. Unajua ugonjwa wa ukoma si ugonjwa mdogo sana. Ni ugonjwa mkubwa sana. Hapa Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia kwamba nendeni kwa nini? Kwa makuhani. Walipokwenda kule wakaenda kuona muujiza wa Mungu. Wakapata uponyaji wote 10. Wote 10 wakawa wamefanya nini? Wametakasika. Lakini angalia sasa. Katika wale 10 ni mmoja tu aliyerudi kwa Yesu kufanya nini? Kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya wale 10 ni mmoja tu aliyerudi kusema kwamba Yesu, nasema asante. Kaiza Mungu, nasema asante kwa muujiza wako. Unajua ni kitu gani kilichowatokea wale wengine 9? Unajua kilichowatokea tena? Wachungaji tu wasaidie, tutatoa sababu Biblia ni kibaya. Kilichowatokea ni nini? Wale 9 ambao hawakurudi kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kushukuru Mungu inaonyesha jinsi gani tunavyopendezwa na matendo makuu ya Mungu. Tuseme mfano. President watu wa Kolaba ndio watu mama wewe machi kama president hawa ni machi ndio ngelini asaka Dubai. Washubora ndio angela tusaka Dubai. Angeli tusaka Kongo ama mwisho wapi? Kibinafsi mama atajisikiaje? Uyu kwa bini, wachora wange watu wanyama kabisa. Washio mloko sio wata asaka Dubai aje hapo. Utajisikiaje? Si vibaya. Wanakumba kuna nguvu nyingine ambayo ile kushukuru ukisema kwamba asante inampa nguvu hata yule ambaye amekufanyia kile kitu. Kwamba siku nyingine nifanye nini? Nikufanyie. Wala utoka ambaye sasa kwa hiyo ya dere watu wimana bishashia ya kidogo ya nyama. Watu ushiola mboti mawe machi. Nyama ni ngapi huwa hiyo? Kwa sababu wanawake wana shida sana. Amen. Unaweza kufanya kitu kwa wema lakini kikapokelewa kwa mabaya. Amen. Bwana Yesu atuhurumie sana. Onacho ni omwe Yesu mbona kwamba ni ono muenda nana kulilo ni macho no muenda. Anoja kabisa. Amen. Yesu wala wewe. Yesu aje machi, ambaye ni machi. Chimba amwana muenda hao. Otangoro wabibi. Manjumba tutashanji tenje wa Mwenyezi. Ni wazee. Ni ngui. Ni mtoto wa kaniwa kidogo zinaanza wala ngoza wazee. Ashi mwalaka hospitali sio mzuri. Bora sio mzuri. Hizi nguo kwanza ni nguo yani zilivaliwa zamani sana. Hizi nguo kabisa ndio naniletea mimi. Washe Nyerere. Yesu atuhurumie sana. Yesu atuhurumie sana.
ile kushukuru kwa kile kitu ambacho mwenzako amekufanyia. Ni ukishukuru kama mimi hawana watu ishina wasata ya gesi ano wamba $11 bwana nashukuru mama. Huyo mtu hata siku nyingine ukimwambia kwamba naomba gesi atajisikia kwamba ana nguvu ya kukupa kama naye. Lakini anapokuja na kukupa hela yake kwa sababu ikusaidie katika ile matatizo ambayo ulikuwa nayo. Lakini ndo ashilekelele isitakupa hata fulana tunaona asante taoli ndombo soko haya shughuli taole faranga tu. Taole faranga. Hivyo anajua kwa nini amekunyima? Ni kwa sababu haukushukuru. Na ndio inayotokea katika na ulimwengu hata na watu wa kiroho. Kwamba Mungu amekufanyia muujiza. Mungu amefanya jambo kubwa katika maisha yako kwa sababu lingekuwa ni jambo ndogo ambalo wewe unalimudu, usingemwambia Mungu akusaidie. Lakini kwa sababu lilikuwa kubwa, lilikuwa juu ya uwezo wako, ndio maana ulimwambia Mungu fanya nini? Nisaidie. Na pale Mungu anapokusaidia, kumbuka kumwambia Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbuka kumwambia Mungu asante. Kwa sababu ile asante unayoitoa inamaanisha vitu vingi sana katika ulimwengu wa kiroho. Hata siku nyingine ukiwa na shida, Mungu atafanya nini? Atakujibu. Lakini washinde kwamba uiomba usaidiwe tu. Lakini tena ni wewe asante ipita ukiwa na hiyo muda. Kwa wase hao wase wabeloma ya kwamba na sababu tumia ndio eta enge na hiyo tumia arushina enda ubeleki wale sitamba chinda karabe lichime na nchana Mungu wiki na jisaja ole nayo kuna nini ya makalona ili mbochi ya nyala tutakushukuru kwanza na tangu anapamba na narusha ya mbochi hata kama ya nyala. Bwana Yesu atuhurumie sana. Nakumbuka mahubiri mahubiri mchungaji Kaluba kama Yusi anaishi shukuru. Baada vile ubarikiwe sana. Wale bwana tendo ubarikiwe sana. Ndio hivyo hapo. Lakini katika jambo la kushukuru, acha ni amanga sana. Ndio ala tashukuru. Yaani Mungu ashewe. Ndio kama tashukuru. Lakini tashikeni. Lakini machana yo bamada usaje to watu wingi alio wasako babocho hivi tu wanaanza bibu lakini wanataka kala chanje na tamujo mali yaani atanyaka bibu no wasako wao kwa hii ujo wanasema ndio kwa kwano lakini usitangono tena mtu wangeeni lakini watanipa kitu hicho ubaya lakini wasange mabegi yo mitajo la nyuma sasa tutose begi udwa lo siko mara kama mwanamke yoshi tu hichi TV yo bale topic yetu ya mwa wose. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atoko bikira simu nalo na mara elonge nchiko oshi wa dino hotemu ile kabisa ni wata mienda hotemu hivi tuselekele hata mbolombo kawashimbele hivyo lakini kama wasipa na kwamba niko hadi 11 days ago hotemu yatimia na faranga bali wasaje faranga shukuru kwanza niko na shukuru wana lome naita nakani na lome nakana bali ale ntuika nyinyi hao hiyo somo na ntuwie mea sana hadi ukikuta kwa sasa hivi ngumu yoyo ndio ngoni wani mashati ndio na shukuru itanga kidogo usuku saenda na yaka londa ni maji na maana ndio hapo ni na bio friji hiyo amutaka huo lolongi na shukuru. Bwana Yesu asifiwe. Awacha ni vipi? Tuwe na mfano. Dino baacha na banga wale na shuhudia kwamba ni unose mwa autoa njao. Bakulela wa kendome hata mwenda huko. Na wale baacha na baacha banga. Umweta au muise au mwenyewe pale. Baada ya kutoka kama ni wale kulela wao wako nyeenda baacha. Bwana Yesu asifiwe. Anataka ni kwa hata muenda. Mswaki tu ndo $3 basenti.
Bani wakolela kendo meswaki bono mwa. Swaki tu. Sasa toshio balobya bangi bakolela kabo bachirenda tamara atamara kuba. Super. Pero sangama kolowa dola. Osungora oloma kana mata mumu wa nyema o. Oloma kana mata o kama ni bato tengela la bana washingo. Nishile machiko, nishile ngata to no wa. O mata no kolela no so joma kamata. Apolo silu bakoshi machiko. Machiko no so watu wasipere no. Una watu kashwashwa. Lakini sangamo tu ndio ukitaka no si 20 minute kwamba nishile machiko njoi. Como tá querendo dizer na lei tá também na mãe da você o olha o time do Oxim eu vou dar ali com o outro no suar mas cara matando com como lembra fulani aí tá aí agora se perde wanaweza sifiwe sana kwa hiyo moto wa kwamba inatuonyesha kwamba ni jinsi gani baacha tutakiwa tu anjike la shukuru kana ile shukuru nose hata watu watoa mwana hivi tawana taamu cha wewe lakini yani watendera no siku amina ubarikiwe sana basi kama ni wale mbona yalo kombo bino lakini atinda kama bado nyara ndio wange tamu take ni baacha su hapo naona bole mto ona bole mto unataka na semembo uyatendelwe kwani toate manyole na matatizo maso mto leo atakilo hicho kwanza hicho manyama ikiwa inatinga yaso na fulani ugonge watu yeye tu mata mnatenda mshijadili kupata suluhisho lakini bure ana ni umesema jadiliano na tamwike wewe ni walo sasa mso discuss kila mtu yuko kwamba ni walo wero mso di mpata suluhisho mpata suluhisho kweli to ikeli eta ishukuru tu ikele ishukuru obeto walombe tu ikele ishukuru mene ombe lombaka atabeni ngala na jomo lala na toa bio wale muujiza wewe shimanga sana Bwana Yesu asifiwe sana amen na sasa Mungu anavyotupenda si kwa sababu tu ya kulala na kuamka na mambo mengi anayafanya kwa ajili ya maisha yetu kuna watoto 10 katika watoto wako 10 hakuna hata mmoja anayekunywa pombe wewe sio muujiza katika ulimwengu wa sasa ni nini kijana kutokunywa pombe ni jambo rahisi ingawa wewe mwanisha sana wa mbele tu yao lakini washibo chukula na omba ke obi kama to solani ma onde ngajo solani wanga yoshi mwana zesikila bimbele toshi mwana to kama ule muujiza to akariri no se muujiza wale wa yoshi amakilo wa bio abino tuache wa ndio ngale makana matano mwana omba mwana hivi kabisa ubu ndio wana wana wose babio abala babio tutakushukuru Mungu mwana omba bana babio Bwana Yesu asifiwe sana lakini anashita mtu afaranga mwana omba yani lolo siku kati ya siku tina mwana baraka cha mwana omba lolo siku la kwanza tu ishishile na bwanga anatumina na okongo lakini utoro saacho kama kana matano oshukuru na utakakira mtu ama ndio za lakini no senini lala no sitena ni wabio anataka ndio chua sana ukena so wabio ngura asante mwana omba najua leo alele bani tusikariri mambo. Ushukuru Mungu si kwa sababu tu umepata hela, umepata gari nzuri, washipata wapate nyumba Yesu ushikange na kila mtu anatamani nyumba yako ndio mshukuru Mungu. Hapana. Usingekuwa na uhai usingepata hiyo nyumba. Usingekuwa na uhai usingepata hata hiyo gari ambayo unaiendesha. Maana kwamba kwanza kulala na kuamka ni muujiza mkubwa sana. Kwa sababu mambo mengine tunayatafuta na tunayapata kwa sababu tuna nini? Tuna uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tujifunze sana kushukuru. Tujifunze sana kuwa watu wa kushukuru. Mama abetu ba misayetu tujifunze ishukuru. Echuba tujifunze ishukuru mane ombe. Atujifunze shukuru hata watu muishi nao. Tuomba hata baraka cha mane ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ile jamaa akasana vitu natenda kwa ajili ya wanawake. Lakini chata kaloni siku niyo imwata yanaongea ni maogo mboko tu. Na shughuli washipo ndaine shiko chuka.
Kwa hiyo ni hivyo. Jambo letu la mwisho jambo letu la mwisho linasema kwamba kumsifu kunatangaza ni namna gani tunavyomtegemea yeye. Kumsifu kunatangaza ni namna gani tunavyomtegemea yeye, aiza Mungu. Tutakwenda kusoma ile Zaburi ya 46 mstari wa kwanza hadi 7. Zaburi 46 kwanza mstari wa kwanza hadi 7. Mstari wa kwanza hadi 7. Zaburi 46 mstari wa kwanza hadi 7. Kwanza mstari wa kwanza hadi 7 inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati ya mji, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yanagazibika na falme kutetemeka. Anatoa sauti yake, nchi inayoyeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni andiko waga linanifariji sana. Na waga linanifanya kwamba nijisikie kwamba katika kila jambo, katika kila shida ninayopitia, lakini nitamtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya ni maneno ya kuonyesha ni jinsi gani mwandishi alikuwa anaonyesha kwamba jinsi gani ya kumtegemea Mungu, jinsi gani anavyomtegemea Mungu, ni jinsi gani tunavyostahili kumtegemea Mungu. Na kumtegemea Mungu si kwa sababu Mungu anafanya mazuri kwa ajili yako. Na hapa kunakuwa ugumu sana. Watu tunataka tumtegemee Mungu kipindi tu cha raha. Ukipata matatizo kidogo, ushimo tenda hatari. Ushimo tenda itenda. Bwana Yesu aturumie sana. Kwangu mimi waga naona kwamba ni uchanga. Kwamba Ayubu anasema kwamba katika mkono wa Bwana tunapata nini? Mema na mabaya. Lakini inakuwa ni shida kwetu. Oshungwe owe mwana eta inge fulani oba atwara kidogo bachamba na kidogo kwaya nuso mwambe cha kwaya. O fulani baba na fulani wapata shida fulani jiso wiyo kanisa. Ema ulocha uchanga wagogo kukishi. Ema ulocha jinsi gani tunategemea mwene ombi. Ema ulocha bile o ele mtu atakiwa sana yomba lumbaka wa mwene omba olochi na omtegemea mwene ombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwape mfano kidogo. Ine mtembachi wa Ayubu note nabilo tenda mane makama. Mbakana kungu epindi ya Grace Stefano asukushi. Ningile na sambani nilituna daktari. Daktari anambula kwamba ni dakika tu chaba alo kutashibe. Nalo pikila kata tasi mudua kwanza pikila yosi. Ombela msawa. Lakini mbona tamu chukulia na uzi. Manjito cheski, ngalo kimwana wa uta ikibibi. Manjito chomba kama kwa shuko mwana usho tuna abalilo madakika, lakini ele mekao ya kanisa. Kibinafsi maswali yalikuwa mengi sana. Niliumia sana. Ena njito kweli, kuno kabisa ile tata ndio mtendo ulimuongea na yake. Ni ulimo mbona unamsa na hapo tena mse ele mekao hata kwa leta ele mekao
kikweli siku ile na yawezekana na mimi ningekufuru. Hasa ningesema maneno mabaya kwa sababu ya baba yangu. Lakini kitu kilichonijia sasa baada ya tukio, nikasema kwamba katika mkono wa Bwana tunafanya nini? Tunapata mema na mabaya. Na tukumbuke kwamba kuna mambo mengine ukiwa na akili ile hujakubali Mungu. Hii andiko ni andiko kubwa sana. Inaonyesha ni jinsi gani unavyomtegemea Mungu. Unajua ukimtegemea Mungu kuna ile hali ya kujisikia kwamba yani hauna uoga wowote. Hata kunapokuwa kuna situation gani, yani hauna uoga wowote. Nakumbuka mara ya kwanza wanasema kwamba bila shishikana dakika chinga. Utalola leo usijua. Mbona ile taola time la hata mama leo. Zalo lusuku, tabanga upata bora. Wanaomba utoke Mungu. Maana kwamba nini? Una bantu wategemea mwanaomba. To ole esibisho tena. Ta ole yose tendelo ni wako fulani hale ntole bino, basi ni kanisa shina yao ila kanisa. Kanisa kyotenda na yeye. Ila kanisa bino lomba kato na mtegemea mwanaomba. Wanaweza sifiwe sana. Lomba kama ina hofu ya mwanaomba inge itegemea mwanaomba moete ila enyama anga sana. Ila tuma kwamba yose ishitwe. Wangu watu tatamsa hofu fulani. Ato kanisa shina yeye. Wakwelwa ina kanisa na hao ni sababu mrefu. Wakwelwa ina vile shina eti na inge ambaye mwanaomba. Tuona mtegemea mwanaomba. Wanaweza turumie sana. Lobe imani la enyama anga sana. Lomba katuma ni kwamba ni wata ole njela hakuna njia ya kwenda mbinguni bila nini? Unajua sio tonja mauti. Lakini ashishangazi sana uende Mkristo. Wewe kama Mkristo umekaa kanisani miaka mingi sana. Lakini ushite kwamba ni Mungu ashikuelwa. Weki hiyo kanisa. Sio wacha kwamba ataona shika na mboka. Wewe mwana wote. Lomba kwa mwana shika ndio kwaya. Wewe amechoma na takime kwaya. Mboka tashi tenzo. Oso yake wale mbakata atende. Oso mamisha state. Mbakata atende. Tusiwe hivyo. Wakristo kama Wakristo tunatakiwa tuonyeshe ni jinsi gani tunavyomtegemea Mungu. Ni jinsi gani tunavyokomaa katika imani. Mimi nisiwafiche katika haya mambo ambayo nimeyapitia. Kuna mambo mengi sana ambayo nilikuwa nasema kwamba vile lazima mtumie. Bwana Yesu asifiwe. Utalechoba ine kwanza ndina tunda ine nimwani ni wala kwanza ala kanisa na ala kanisa nawa usio bana usihano shishi ikiwatinda kwa matani shibe mpakano shishi kwa kema atani shibe mpakano shishi sola ki wapi usio bana usio wana mboka hano na baba wale mpela na baba nayo wano achina watu andiko wana maisha mabi lakini longi ni kwamba ni imani ndani kwa chema ombe nawa ndomba kana naomba ni mbona nimeomba kila baada ya dakika mwa saa tunaomba na itacha mwanaomba eske bino Mungu. Ndio muomba kila baada ya dakika kwa masaa. Oshi bikima hesabu usiku jina cha lola gra. Naomba mahali. Bwana Yesu atuhurumie. Naomba hadi nishimo leo dakika moja chani alarm hali ila. Nishimo cha naomba ingi. Akamwomba uama. Ila cha mwanaomba lola tushimutumi ila. Lola tushimutabi. Lakini alofariji ile kwamba nikiona uhakika wose kwamba mtumishi witwale mali salama. Mbakata ale mala amu. Kwanza ila asaka mala mangani abantu najikuta nabyo atina sangeni muri. Ile ndio musuku nalo lotaka. Nalo lotaka acha nyumba. Lakini acha nyumba ita nositomona ni anjito sebe. Halo tu anatoka chini sangani muri. Tunanjito chini sababu wana mbona shimo itambo ni nasema. Wana wale tu wanaona lakini no ashimo itambo ni nasema. Halo anjira wao ni affected sana. Halo anjira la manga sana. Lakini wale mshuku nalo lotaka kama babo shoot. Wana flower wale usali wa kwanza. Nama kama wao malo lwembo wale mambo mabazi malokali. Hadi leo jangala wetu ni biwa tuna na machemba. Hadi leo jangala mtaka ni machongelelo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umsali wa kwanza vile wana floor. Floor wale mwana wao tu ama sana. Wote wao. Wanaomba uondama. Kwa hiyo wiki wale vitu vya mama kabisa ni loke chana hivyo lakini tabishi bila kondora yote.
Wale nyama ngayoshi tumie lomba kwa pendeza bala kansete lakini mwisho wa lusuku toshi pate faida kali. Ni atoma bile yange ne manga sana. Biblia kinda kwamba ni onde bato basi lakini hasa bale ba nyumba yako keleshi. Onde bato boso lakini hasa bale ba nyumba yako keleshi. Hata kama tutumia vingi vitu vyose watele cha watu. Lakini msaada wao watele chini na katika Kristo. Wale msaada wao wanaomba ubalama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bila jambo shughulika na bila jambo pambana epindi ai naombe ingine katika Kristo aba na matatizo. Manjamu wanaomba hasa mimi manga huko wewe. Lakini unajikuta mambo ya mama naombe. Ushike kati na hivi hapo. Lakini unashuka ni wale sherehe fulani. Ushimo sabi chukua wabo kula nienda yama kana mana achi wabo etabile wabo so lepike biki baada hiyo sherehe wewe bwana. Wanaweza turudi. Lakini na kanisa na kitu kwamba ni totanga 1500 lomba kala wakini wacho uli. Kanisa hili. Hiyo shule tete kwa watu ni hela. Wanaweza turudi. Ona wale wawe mwana oyote echa wawe mwana. Baacha oba pike otatako visho kele nyumba echa efu nyumba. Chio na nini amo ina katimela wake mwana. Lakini unaona ambaye wani machifikira tutangia elufu wapi ukitaki tanga lilo cha mando mbona ndio bado tangika na unitule tangika na elufu nozi unaona vitu waki roho obitubio la labo mwana shilerazi kabisa hata kama ile saving yose ya nyumba yete esake. Lakini wale mchango tumetaka tokole kanisa sasa takio kila machina lomo tuchangia na ni elfu chile na magana matatu ni show waache kabisa. Kama ile mimi kila mtu bana kekesi ya mbo. So hata faranga chini yama ndio kanisa kwa kila ile mchanga sana. Kama wachaji sigani ndio shina mtegea mwane Wanaweza turumie sana. Lakini kikubwa tuyakalili maneno ya mtumishi Ayubu. Katika mkono wa Bwana unayapata mema na nini? Wewe tatogope. Tolo chibile tutategemea mwenyewe. Shida unayoipata leo jua kwamba ni inakukomaza kiimani. Shida unayoipata leo, majaribu unayoyapata leo, hata unayopitia leo, yanakufanya tu ujisikie ule ukomavu wa kiroho, unajisikia kama umeingia kwenye level nyingine. Kibinafsi najishuhudia kwamba katika imani yangu kuna hatua ambazo nimezifikia baada ya kupitia haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kibinafsi labda toshimanye ni kutumia au nyuma hapa si au lakini ni kibinafsi ndio kwamba ni baada ya hilo jaribu msitu wani tu ikiwa kwamba nina utofauti kwa baadhi bwana kuacha. Na ni vizuri kwako na kwako pia kwamba unapopitia matatizo, unapopitia shida, unapopitia majaribu, sio kwamba ikurudishe nyuma. Sio kwamba ikufanye kwamba ujisikie kwamba Mungu hakuoni. Mungu hapo mmoja atuma kujaribu. Mungu hapo mmoja atuma kwamba utako utaende ili kwamba leo Mungu watu ambapo kwamba mwanangu tena ni wao. Bwana chezani sio jaribu kwa nini? Shoshi wala ile. Unajua kwamba hadi Mungu amwambie shetani kamjaribu mtumishi wako. Kwa sababu kutaleta imani la yuko. Sasa wale watu wana mwana umetana yumba ni wao wala tena wasi wala mochi nganyana na kitu na wao chakao. Dashi wache. Kijaribu yosi ile hichi tu. Kwa mtapi hivi Yesu. Na washiro wale hivi ajabu. Nisole anasema, nisole anisoma nisoma nini kuja ndo. Nisoma anasema, utaishi kusaidia hata hiyo. Kesho usaidie leo waita nina majaribu, waita nina vinge vya imana, endelea na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu wadeleche. Lakini vinge vya sivyo kwamba ni mpakana shetani na shina eti mbakwaya. Lomba kaulo kwaya balo kambaine. Shina eti mbakwaya. Ata omisembo yo kambo. Wala eti mbakwaya omisembo eta o kambo. Esko suya kalomba katoka. Pero aqui o campo mais louco é mais que só foi. Os homens que se engomia na tomo campo. Vamos na kwamba nizo wana sema makashi ni campo. Viki hata wale maitichimo campo. Wala kama maitichimo campo. Maana kwamba nini? Unapopitia matatizo, unapopitia majaribu, unapopitia shida yoyote,
kizuri, na anachokitaka Mungu ni kwamba simama, endelea na safari. Na Bwana tubariki sana. Amen.